Asante sana. Mimi ni Thunderbright Tanzania, meneja wa waimbaji, lakini mimi ndo msemaji wa waimbaji wa nyimbo za Injili, pia wachungaji wote wanaotumika kwa habari za madhabahu. Lengo tu ni kuhakikisha kwamba tunaeneza kweli ya Kristo aliye hai. Yaani wale wote wanaona kama kuna changamoto na nini, mimi ndo msemaji wenu, sio bwana. Subiri mpaka tupigiwe kula. Hiyo ina kupigiwa kula. Na nipo na kwa jina naitwa Theopista Michael Makengo. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu, tumepata mtetezi wa waimbaji. Mimi ndo mtetezi wenu. Mimi ndo mtetezi. Tunarudi. Tuna video mpya YouTube. Ndio. Jina? Unaitwa Maombi Yangu. Theopista Makengo, Maombi Yangu. Kwa nini maombi? Ni wimbo ambao ni mzuri, ni wa maono kwanza. Kwa sababu kwanza wimbo huo mpaka kuja kurekodiwa ukaisha ulikuwa una changamoto nyingi sana. Wimbo huo tulipanga kurekodi asubuhi, lakini ule wimbo vile vyombo vikawa vinaleta shida. Yani kuanzia asubuhi saa 2 wimbo ulikuja kuanza kurekodiwa saa 2 usiku. Kwa ni ushuhuda usio? Kwa hiyo huu ni ushuhuda. Mungu akutunze sana. YouTube kwa jina gani? Kwa jina Theopista Michael Makengo. Lakini kiufupi tu ili siwe refu, Theopista Makengo, Maombi Yangu. Theopista Makengo, Maombi Yangu. Moja kati ya vitu ambavyo vinakufurahisha kwenye huduma. Moja? Cha kwanza kabisa napenda kwanza kuimba. Cha pili? Cha pili kukutana na waimbaji wenzangu. Cha tatu? Cha tatu utanisaidia wewe. Vitu ambavyo vinakukwaza kwenye uimbaji. Moja. Chap twende. Cha kwanza kinachonikwaza. Wewe usianze cha kwanza. Kinachokwaza kwenye uimbaji. Moja? Kuminyiwa nyimbo. Na nani? Na yule ambaye aneconnect pale kwenye mitambo. Wimbo unaimba vizuri lakini unajikuta wimbo unaminywa, yani ilimradi tu yani ilimradi tu usiperform pale. Mafundi mitambo makanisani. Hilo la kweli. Unashangaa mwenzako anaimba vizuri lakini wewe ukiingia tu basi. Lakini wanasema hivi, nyimbo zenu na nyinyi studio mnazo rekodi, anaenda kuimba hapa Thunderbright, wimbo unasikika vizuri. Unakuja Theopista karekodi chochoroni, quality ndogo. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Quality ni ndogo kutokana na uwezo ambao tuliokuwa nao sisi, maana wanasema kuna wale. Sasa tatizo sio mafundi mitambo, tatizo ni production. Tatizo ni sisi, uwezo wetu, kwa sababu tunapoanza kurekodi sisi ambao tusiojulikana, tunaenda zile studio ambazo za vichochoroni visivyojulikana. Sasa ndio tunarekodi sisi. Lawama kwa mafundi mitambo tuziondoe. Sasa changamoto ni nyie au ni wao? Changamoto ni uwezo. Uwezo. Tunafanya aje sasa uwezo? Tuanze kamera tu hapa mkarekodi nyie nyimbo au tufanyaje? Yaani uwezo ndio maana tunaporekodi tunapenda watu baadhi wale ambao Mungu alishawajalia waweze kutusapoti. Tunatamani sana jamani na sisi tuwe ile level fulani. Lakini ni uwezo wa fedha. Haya basi. Tulia sasa. Sasa jamani, mimi kwa sababu ndo msemaji wa waimbaji. Mimi kwa sababu ndo msemaji wenu, sasa nimeamua. Waimbaji tafuteni hela. Sababu malalamiko yote Esther ya Theopista hayana mahusiano na viongozi wapiga vyombo makanisani, hayana mahusiano na maproducer. Hapa shida ni hela. Ndio maana naenda kurekodi sehemu 30,000. Mimi nasema hivi, kwa sababu wewe ulinialika na ulijua huduma yangu na ulijua na wimbo wangu ukausikiliza. Sasa pale wewe unaponiita nije ni hudumu, naomba ukubali wa wimbo, wewe upige mwanzo mwisho, usiminye. Kumbe sasa wewe unanichanganya. Sio changamoto production, changamoto ni kwamba umeenda kuimba, mafundi mitambo kuna namna hawapandishi mziki vizuri, hawafanyi setup vizuri, japokuwa nasema wao wanalalamikaga pia kwamba ni aina mziki uliotolewa, sio hivyo? Lakini pia changamoto nyingine inayokuja ni kwamba jamani, kama wimbo una dakika 5, mwacheni tena wimbo dakika 5. Usiubinye, uache tu uendelee kwa sababu. Haya, tuambie kanisa gani ulienda ukakuminyia, twende. Hapana, ukiwa kama mwimbaji hatupasi kutaja yale makanisa. Tunaambiwa kweli namweka mtu huru yenyewe ndio. Ndio tunaiweka kweli huru. Mimi nikiwa kama mwimbaji lazima pia nisimame kwenye sheria. Mahali unapoenda kuhudumu kama uliminyiwa, basi hiyo inakuwa ni siri yako wewe na Roho Mtakatifu. Basi tunamaliza. Basi mama, pole mama, nataka kulia Theopista. Turudi hapa. Ni kitu gani wewe ambacho umeweza kukifanya kwenye huduma kikakubali ukasema hapa sasa hivi pesa yangu nitakuipata nawekeza production? Cha kwanza ninachomshukuru Mwenyezi Mungu ninapobarikiwa, cha kwanza kabisa ninaanza kwenda kutoa shukrani. Hujanielewa? Kitu gani uliwahi kukifanya wewe mwenyewe kikakubariki ukasema kuanzia leo mimi nataka niwekeze kwenye uimbaji? Kama hujaelewa swali niambie nirudie. Cha kwanza kitu ambacho kilichonifanya
Nilibarikiwa kijisenti kadhaa, nikaamua kufungua kabiashara kadogo ambako kanachonistiri sasa hivi, ambapo kananifanya mimi naingia studio hiyo ambayo sasa hivi kama huo wimbo nilipoenda kurekodi. Basi sasa waimbaji changamoto yao ni kujieleza. Jamani, hao waimbaji hao mwatafutie darasa la tuition. Iko hivi, kitu ambacho yeye Theopista alikifanya kwenye huduma mpaka kikambariki, alitumika katika juhudi na maarifa, alijitoa katika roho na kweli, akabarikiwa pesa. Hiyo pesa akaona asitupe moja kwa moja studio, akaamua kuwekeza kwenye biashara ili sasa ile biashara izalishe pesa kwenda studio nzuri, si ndio hivyo? Naam. Unakwenda wapi kujieleza? Si unajua tena. Haya, tuulize swali lingine. Kwa nini waimbaji wengi mkiitwa kwenye interview wa kujieleza ni changamoto? Changamoto cha kwanza pia mazoea. Na ndio maana yule mwimbaji chipukizi na mwimbaji mzoefu wanaposhuti ni tofauti. Yule kazoea kamera, huyu hajazoea ndio anaanza. Mimi nafunga interview, ni kitu gani ambacho unasema Bright, hebu niulize kinataka nikijibu? Mimi nasema baadhi ya waimbaji tupendane. Baadhi ya waimbaji basi nataka nikuulize. Unaona bado Theopista kunielewa ni changamoto. Baadhi ya waimbaji tupendane. Nimekuambia hivi, ni kitu gani ambacho wewe ulikuwa unatamani kwamba yani wewe niambie ni Bright niulize kuhusu. Kwa mimi ndo nakuuliza. Jamani eti waimbaji, kwa nini waimbaji ampendani? Ajibu sasa. Wewe unataka nini? Ajibu hilo swali. Bala Bright, ngoja nikwambie kitu. Mimi nafikiri tumalize hapa. Waimbaji tupendane. Haya bwana, asante bwana, chukua dakika kadhaa. Story tupendane. Maidada tupendane, tuonyeshane upendo, tusaidiane kwenye kazi zetu hizi. Ukimwona mwenzako anarudi nyuma, basi mtie moyo, msogeze mbele.